Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ninawasalimu katika jina la Bwana wa majeshi. Ni siku nyingine tena nimekuja kuyasema maneno matakatifu ya Kristo. Bila kupoteza muda, naitwa Mwalimu Deborah Charles. Ninatokea katika kanisa la TAG mji wa Yerusalemu, Buguku, kata ya Buhongwa. Niko chini ya kiongozi mchungaji au apostle Geoffrey Mwambongo pamoja na mama Clementina. Kwa mimi ni mwana wa apostle, niko hapa kuwaletea neno la uzima. Namba yangu ni 07 46 26 29 74. Hiyo ni Voda 07 46 26 29 74. Na Airtel namba yangu ni 06 83 17 07 29. Karibuni watu wote mahali pale. Tuna siku ya Alhamisi, Jumapili ni siku ya maombezi. Kwa tunawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Naweza mkapiga hizo namba na nikawaelekeza mkaweza kufika. Karibuni kwa maombi. Karibuni wenye shida mbalimbali. Yesu yupo, atawahudumia. Karibuni sana. Leo nimekuja na neno dogo, lakini ukilisikiliza kwa makini litakusaidia. Nimekuja na aina ya nguvu itendayo kazi. Ijue nguvu inayotenda kazi ndani ya mtu anayemtolea Mungu sadaka aina ya dhabihu. Nini maana ya dhabihu? Dhabihu ni ile roho iliyovunjika na kupondeka. Ni moyo unaonyenyekea chini ya Kristo. Haijalishi una kitu au hauna kitu, lakini ile sadaka ya mwisho ambayo unatamani Mungu akutendee jambo, hiyo ndio dhabihu. Ni kitu ambacho haujihurumii nafsi yako. Unatamani kwa mwaka mzima, miezi 12, sijawahi kufanya kitu kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo moyo wako unapondeka, nafsi yako inainama chini ya Kristo. Hapa bila kuiangamiza nafsi yako huwezi kuitoa dhabihu. Kwa sababu dhabihu ni moyo wako. Ni ule moyo ulioamua kufanya kazi na Kristo bila kujali nyakati au majira. Kwa kile kitu ambacho unakiandaa, kile kitu ambacho unasema hiki ni kwa ajili ya Bwana. Dhabihu, hata unapomwona Hana alimtoa mtoto wake kuwa dhabihu. Dhabihu ni kile kitu ambacho ni kitu cha thamani sana. Nimependa kufundisha hii sadaka kwa sababu watu wengi wanaizoelea. Kuna ile sadaka ya hiari, kuna sadaka aina ya zaka, na kuna sadaka aina ya dhabihu. Leo nipo na dhabihu. Basi tuende na kichwa cha somo kama kinavyotupeleka. Tutaenda Zaburi 51 na mstari wa 17. Uone jinsi dhabihu ilivyo. Tutaanzia pale 16. Maana hapendezwi na dhabihu, au ningeitoa na kinywa changu kitazinena sifa zako. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu, hutaudharau. Basi nitaomba kwa ajili ya msingi wa neno. Baba yetu uliye mbinguni, ninakutukuza, ninakuinua, mfalme wa amani.
Asante kwa kumenipa kibali tena siku ya leo niweze kuja mahali hapa kuyanena maneno yako matakatifu. Si mimi ninayenena, bali ni Roho wa Bwana aliye ndani yangu, ndiye msemaji mkuu. Ninakukaribisha Roho Mtakatifu, ninakukaribisha Yesu Kristo. Jifunue kwa Roho wako wa neno, neno lenye hekima likatoke katika kinywa. Mimi nikawe speaker tu, msemaji mkuu kawe Roho Mtakatifu. Kama nilivyosema, nitakutuma kwa kila mtu na utasema lile neno nitakalo kuamuru. Baba, ninashukuru kwa neema ulionipa, nami naomba unijaze mafuta mapya tena, unijaze Roho wako Mtakatifu tena. Malaika wa hekima wa neno la Mungu awe pamoja nami akiniongoza sawa sawa na neno lako. Asante Bwana kwa jinsi ulivyonitetea afya, nami najiweka wakfu tena, unipake mafuta mabichi ya Roho wako. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, kupitia jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibuni watu wote tuweze kuyatafakari maneno haya ya Kristo. Kama nilivyosema, kichwa cha somo, ijue nguvu inayotenda kazi ndani ya mtu anayemtolea Mungu sadaka aina ya dhabihu. Nimesimama na neno Zaburi 51 mstari wa 17. Biblia inatuambia dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Kwa nini? Kwa sababu bila kutafakari sadaka ambayo utaikusudia kuitoa, aina ya dhabihu unaweza kutoa kwa mazoea na haitakuzalia yale matunda ambayo Mungu ameyakusudia kupitia hiyo sadaka yako. Sadaka ya dhabihu, Mungu anautaka moyo wako. Kwa hiyo anapoutaka moyo wako, anakupima kwa njia ya sadaka. Mungu anapotaka kukutajirisha, Mungu anapotaka kukupandisha kiwango kingine, anataka kukupa kitu kizuri, ana kawaida ya kukujaribu kwa njia ya sadaka aina ya dhabihu. Hata baba yetu Ibrahim tunamuona kuna sehemu Mungu alitaka kumtukuza kwa viwango vya juu, alitaka kumfanya kuwa baba wa mataifa, lakini kabla hajalitamka lile neno la kuwa yeye ni baba wa mataifa, alimpima kwa kitu kinaitwa sadaka ya dhabihu. Aliupima moyo wake kwamba unampenda Mungu au unamzoelea Mungu, kwa sababu aliona yule mtoto ameupata uzeeni. Yule mtoto amempata katika hali ambayo kwa hali ya kawaida si rahisi. Alimpata kwa njia ya imani. Na kwa kuwa alimpa yeye, akataka kumjaribu. Ndio maana nimesimama na msingi wa neno, dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Kama ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, huwa ni mwepesi kuisikia sauti ya Mungu. Moyo uliovunjika na kupondeka huwa unakuwa ni moyo ambao hauna dharau kwa neno lolote ambalo linatoka kwa Kristo. Kwa hiyo Mungu anatufundisha, wateule wa Mungu mnaonisikiliza muda huu na saa hii, leo amekuja na kitu kinaitwa sadaka aina ya dhabihu. Sadaka aina ya dhabihu, mpendwa nisikilize, tega sikio lako. Ukijua hii sadaka aina ya dhabihu, kuna vitu vingi vitafunguriwa ambavyo vilikuwa vimefungwa. Maana ina kawaida ya kuachilia vitu ambavyo ulikuwa huwezi ukavifanya. Kuna vitu ambavyo vilifungwa na mababu na mabibi, na kuna kitu ambacho Mungu anasubiri ufanye kile kitu ili akupe. Kwa hiyo unapokuwa mtii, ndio maana amesema ni roho iliyovunjika. Kwa nini? Kwa sababu kitu anachokujaribu nacho Mungu huwa hakiwi cha kawaida. Ndio maana kuna sadaka ya hiari. Ile sadaka ambayo mtu anangoja, leo ni Jumamosi, kesho ni Jumapili, anamtuma mtoto, nenda dukani, nenda kaninunulia angalau sukari, ili apate zile chenji akamtolee Mungu. Hiyo hapana. Hiyo ni sadaka ya wewe na watoto. Hiyo ni sadaka ambayo umeamua kwenda kutoa, lakini haiwezi kukuletea yale matunda ambayo Mungu anaielezea mahali hapa. Sadaka ninayoisemea siku ya leo ni ile sadaka ambayo unaitoa
hata unapotoka kutoa ile sadaka, Yesu Kristo ana kawaida ya kujidhihirisha. Mtazame yule mama mjane, kuna jinsi alitoa ile sadaka ya dhabihu ya moyo uliovunjika, ile sadaka ya mwisho, ile 200 senti 200. Kwa hali ya kawaida mtu angeweza kuizalau, lakini nataka uelewe nini maana ya dhabihu. Maana ya dhabihu amesema ni moyo uliovunjika, ni moyo ambao unamjua Mungu aliye hai, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu aliye bora kuliko miungu yote. Huyo ni Mungu ambaye anakupa sadaka ina maelekezo. Hiyo ndio sadaka ya dhabihu. Sadaka ya dhabihu ni sadaka ambayo ukishaitoa hata moyo wako unaanza kuuma. Hiyo ndio sadaka ya dhabihu. Sadaka ya dhabihu ni ile sadaka ambayo unatoka kutoa, inakuletea udhihirisho wa Roho Mtakatifu, kwa sababu Yesu Kristo ana kawaida ya kujidhihirisha. Tunaona alijidhihirisha wakati lile kapu watu wanaleta sadaka. Biblia inatuambia lile sanduku Yesu Kristo alikuwa amesimama. Ina maana watu walikuja wakatoa kwa mazoea. Walizoea kutoa ile sadaka ya kawaida. Walizoea kutoa sadaka vile mbona Mungu anione. Mpendwa, Mungu na malaika zake huwa jicho lake linatizama. Unapoitoa sadaka mpendwa, usije ukafikiri unamkabidhi mchungaji wako. Hapana. Ukishaanza kutoa sadaka kwa kutegemea kwamba Mungu hanioni, natoa kwa ajili mchungaji alisema tumtolee sadaka, tunamuona hana kiatu kizuri, tunamuona hana nguo nzuri, acha tumvike nguo. Tazama neno linakwambia. Neno linasema sadaka aina ya dhabihu ni moyo uliovunjika, ni moyo uliopondeka, ule moyo unaompenda Mungu kuliko vitu. Hiyo ndio sadaka ya dhabihu. Sadaka ya dhabihu ni ile ambayo unajidhabihu, unajisacrifice, kwamba mimi hapa nilipo leo sijui watoto watakula au hawali. Hii 5,000 iliyotoka kwa huyu baba, hii ndoa imenichosha. Leo hii 5,000 ama zangu ama zake, ninaenda kuitoa kama ilivyo, sio fungu la 10. Lakini sadaka ya kujidhabihu ni kwamba unataka kuona matokeo very soon kutoka kwa Bwana. Sadaka ya kujidhabihu ina kawaida ya Mungu kukujifunua kwako ulimwengu wa roho. Unapomaliza kutoa, anaweza kujifunua pale pale madhabahuni. Anaweza akajifunua ukiwa umelala. Unashangaa umetoka kutoa sadaka ya dhabihu, unalala unakuta kuna matunda, mti mkubwa una matunda yameiva, na unapoenda kuyachuma yale matunda una uwezo wa kula. Ina maana ni Mungu amekujibu ya kuwa sadaka yako nimeipokea. Haleluya. Kwa hiyo nina kiu siku ya leo, mteule wa Mungu, uisikie hii sadaka kwa umakini, kwa sababu itakusaidia. Kuna watu wamekuwa wakichukua mikopo. Baada ya kutoa sadaka ya kujidhabihu kumdai Mungu wakati ule mkopo umepotea, anaenda anachukua mkopo, anatenga 100,000, anaenda baa, anatapanya na malaya, anaenda kujiunganisha na makahaba. Nini kinatokea? Ile fedha inabebwa na roho ya ukahaba, inakuwa ni ya kutapanywa tu. Kwa hiyo unakuta kabla ya mwezi haujaisha hela imeisha na makato kampuni inataka au benki. Sasa leo nataka nikufundishe mteule wa Mungu uliyeokoka. Biblia imesema ukiyakataa maarifa na yeye atakukataa. Kwa hiyo ninataka nikwambie hivi, ukiijua hii sadaka, kuna jinsi ambavyo Mungu atakupa maelekezo. Hii sadaka huwa itolewi kama wewe unavyotaka. Tunamwona baba yetu Ibrahim alipewa maelekezo. Akamwambia nenda mlimani kanitolee sadaka ya mwanao wa pekee. Kwa kuwa sikio la baba yetu Ibrahim lilikuwa karibu na Mungu, na Mungu alimjaribu kwa sadaka ambayo alijua kabisa moyo wa Ibrahim upo kwa yule mtoto, maana akampata uzeeni. Sasa akataka kumpima, anamjua ni nani aliyempa yule mtoto. Mungu akamtaka mtoto ambaye alimpa. Biblia inatuambia baba yetu hakuwa mkaidi. Alimwandaa mtoto, akaandaa kila kitu ambacho kilitakiwa pale. Hata mtoto akauliza, Bwana, ninaona kila kitu, lakini baba, mbona sioni hiyo dhabihu unaoenda kuitoa?
ndipo baba yake anamwambia Bwana atajitwalia huko huko. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe alikuwa ni mwanae wa pekee. Mungu amemjaribu. Sasa Biblia inatuambia baada ya kumjaribu, alipomaliza kutii lile agizo, ona Mungu alivyo mwaminifu. Akamwambia kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na huo uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na katika uzao wako mataifa yote ya duniani watajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Tunarudi kwenye kichwa cha somo. Zaburi 51 anasema moyo uliovunjika ndio dhabihu kwa Bwana. Na hapa Biblia inatuambia moyo wa Ibrahim ulipimwa na Mungu kwa sadaka ya dhabihu ya kumtoa mwanae. Alimtoa mwanae kama dhabihu. Alimtoa mwanao kama dhabihu takatifu. Na tunaona baada ya utii Mungu anampa hizi sifa. Kama kubariki, nitakubariki. Katika kuzidisha, nitakuzidisha. Nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, kwa sababu umetii sauti yangu. Basi Ibrahim akawarudia vijana wake, wakaondoka wakaenda zao pamoja mpaka Beersheba. Ibrahimu akakaa huko Beersheba. Nimependa kuielezea hii sadaka kwa sababu watu wengi si wepesi kuielezea, lakini ni sadaka ambayo ukielewa mtu wa Mungu itakusaidia. Kwa nini itakusaidia? Kuna vitu vingi unapoteza vya thamani kwa sababu haufuati maelekezo. Unatoa sadaka kwa mazoea, kwa sababu ipo sadaka ya zaka. Na mtumishi wa Mungu kwa kuwa anajua sadaka aina ya zaka ndio fungu lake, ndio sadaka ambayo wengi wanapenda kuifundisha. Ninakwambia mtu wa Mungu, sadaka ya dhabihu ni sadaka ambayo unajikomiti na Mungu. Kwamba kwa miezi 6 nimetembea na Mungu, sijaona uso wake, sijaona uchumi wangu ukipanda. Naona natembea tu na hesabu siku, nami namjaribu Bwana Mungu wangu. Kama baba yetu Ibrahim alivyomjaribu Mungu, alimjaribu kwa sadaka ya dhabihu ya mtoto wake. Lakini leo una uwezo wa kumjaribu Mungu kwa sadaka ya aina yoyote ambayo itaumiza moyo wako. Sasa sijajua mpendwa, mwezi wa kwanza Mungu amekutendea mwaka mzima. Umeishi kwa amani, kweli changamoto zipo, lakini Mungu amekuvusha. Wengine wamekufa, wengine wamepata ajali, wengine wapo wanapumlia oksijeni mpaka leo. Wewe umevuka salama. Je, umemtolea Mungu dhabihu ya namna gani? Maana ni pendo la ajabu. Wengine wako mabugando, wanapumua kwa oksijeni, wanalipia ile hewa. Lakini wewe Mungu amekuvusha kawaida tu. Kama neno lake linavyosema, kila mwenye pumzi na amsifu Mungu. Kumbe Mungu anataka tumsifu tu. Tunavyo hatuna, sisi tumsifu tu. Kile kitendo cha pumzi tu Mungu anatamani umsifu. Kwa sababu ukiwa hai una uwezo kesho kama mtu mwingine. Ukiwa hai kesho una uwezo wa kumsifu Mungu akafurahi akakupa gari. Ukiwa hai Mungu ana uwezo wa kufurahi akafanya kitu cha tofauti muda na saa. Lakini ukiwa umekufa huwezi kumsifu Mungu. Kwa mimi natamani unisikilize kwa umakini. Tazama hizi baraka ambazo baba yetu Ibrahim aliweza kupewa na Mungu. Akapewa na ile neema ya uzao ambao hajui watakuja watoto wa namna gani. Anaambiwa watamiliki malango ya adui zao. Ina maana Mungu anaachilia mpaka utisho utamtangulia Ibrahim. Kila kizazi kitakachozaliwa, maadamu kimetoka kwenye viuno vya baba yetu Ibrahim, hicho tayari kinaitwa generation. Kwa hiyo ina maana alikuwa na maana watakuja akina Isaka, watakuja zaidi akina Isaka. Hapa tunaona ipo Isaka, lakini Mungu aliposhuka kumbariki, alibariki uzao na akasema nitakubariki na kukuzidisha uzao wako na watamiliki malango ya adui. Kwa nini? Ndio kama sisi leo tuliookoka tunamiliki zile baraka za baba yetu Ibrahim kama urithi kupitia Bwana Yesu. Kwa hiyo nini nataka tujifunze? Tujifunze kutoa sadaka zinazoumiza mioyo. Usitoe sadaka ambayo hata moyo unapoenda kukaa kwenye kiti kimezoea tu. Toa sadaka ambayo ukifika nyumbani unaweka kichwa kidogo.
moyo unaanza kuwaza, sasa hapa inakuaje hawa watoto? Hiyo ndio sadaka ambayo Mungu anasema anakujaribu nayo. Ninaona wamama wengi anaweza kapita hata kwa mchungaji, anamuona mchungaji anateseka, kabati ni jeupe, halina kitu, lakini yeye akirudi nyumbani kabati lake limejaa vitu. Na Roho Mtakatifu ana kawaida ya kukufunulia jicho la rohoni. Wewe uliye wa Kristo atakusemesha tu na atakufikisha nyumbani pale. Kama anataka kukupa hizi baraka za baba yetu Ibrahim, atakusemesha kwa sauti ya upole. Sauti ya Roho Mtakatifu huwa haiwi kubwa mpendwa, ni sauti ndogo sana. Anaweza kukufunulia tu jicho kwamba lakini pale nyumbani una vyombo vingi, hebu punguza kidogo umpe mtumishi. Na ile sauti tulio watu wengi tunaipuuza. Kumbe ukiitii ile sauti, ukachukua vile vyombo vya udongo vya thamani, baadhi ya vile vyombo vya udongo vitalinda vile vyombo vya thamani ambavyo hata hujanunua, vitatoka matoleo na matoleo. Mungu atakupa neema ya kujaza kabati lako kwa sababu ulimtolea sadaka aina ya dhabihu, ukabariki moyo wa mtumishi wake. Wakati wanakuja watumishi, anawawekea zile sahani nzuri. Wewe huku watoto wako hata wakiumwa, malaika hana jinsi ya kunyamaza kwa sababu ile sahani inapiga alarm. Nini kinatokea? Tulio wengi hatutaki kuisikia sauti ya Mungu. Tunatembea bora tumeokoka. Mungu akitaka kukubariki mtu wa Mungu, baraka zake zina vigezo na masharti. Hakupi baraka kama unavyotaka wewe. Yule sio mganga wa kienyeji. Mungu atakupima kupitia moyo wako uliovunjika na kupondeka, kama Biblia inavyotuambia. Moyo ukishavunjika na kupondeka, haui moyo wako tena, unakuwa ni moyo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo moyo wa Roho Mtakatifu ni mtii. Utakapoambiwa sasa, Bwana, kupitia haya mazingira unayopitia, hili lango lako ili utoke, unatakiwa utoe sadaka aina ya dhabihu, unaona hapana, unakaa kimya. Yale mateso yanazidi kuongezeka, lango la magonjwa linazidi kufunguliwa. Unaenda kununua kitu kizuri, hakuna ulinzi. Nini kinatokea? Kinavunjika tu kwa sababu hujaitoa sadaka aina ya dhabihu. Sifa ya sadaka aina ya dhabihu inaenda kukutengenezea mkono wa imani, mkono wa baraka. Ule mkono ambao unakuwa ni miare ya moto ya Kristo, kiasi kwamba kitu atakachokupa Mungu baada ya ile sadaka aina ya dhabihu, anasema nitakupa nguvu ya kuupata utajiri. Kwa hiyo unapopata ile nguvu ya kuupata ule utajiri, si wewe tena, bali ni Bwana amekubariki. Bwana yuko pamoja na mkono wako. Mkono ukiwa na Bwana, chuma ulete hawezi kuugusa, maana unakuwa ni moto ulao. Mkono ukiwa na Bwana, chochote kiwezi kugusa, yawe majini yawe mashetani, kwa sababu Mungu anauangalia kwa jicho lingine. Shetani anapotaka kuugusa, anatuma malaika wake aje atizame ni nani anataka kumuonea mtumishi wangu. Kwa nini? Sadaka ya dhabihu. Ile sadaka unapoitoa ni kweli na maumivu. Sadaka ya dhabihu mpendwa, waulize wanaoenda kwa waganga, wanazijua na wanajua kufuata masharti. Acha maelekezo tunayopewa na Mungu. Saa zingine tunaendaga tu, lakini Mungu ni mwingi wa huruma. Mtu anaenda kwa mganga kwa ajili ya kupata utajiri mpendwa, yuko makini na dhabihu anayotumwa na mganga. Hata ambiwa kwamba njia panda utaoga saa 6, mganga anamwambia kwamba hakuna atakaye kuona. Ninakwambia hivi, ataifuatilia ile saa 6 ya usiku, ataenda ataoga, na akishaoga atafanya yale maelekezo yote ya mganga wake. Kama ataambiwa lete ng'ombe 5, ataleta, kwa sababu amegundua ndani ya zile ng'ombe 5 kuna matokeo. Na ndio maana wale watu wanaoenda upande wa pili ni wepesi kupokea baraka. Kwa nini? Wanafuata maelekezo. Lakini sisi tuliookoka, tuliozoelea wokovu, tuko kinyume na Kristo. Kristo anapotuambia kaeni ndani ya pendo langu, sisi tunakaa nje ya pendo lake. Kaeni ndani ya pendo langu ni pamoja na kwamba pale anakupa maelekezo, saa hii imefika, leo naomba nikutume kwa mtu fulani. Wewe unasema hapana, siku ya leo ni siku ya wamama, natakiwa niende kwa wamama. Wewe ni chombo chake, anakutumia popote anapotaka yeye. Kwa hiyo unatakiwa utii sauti ya wanadamu, lakini ya Mungu iwe ni ya kwanza. Neno hili ni zuri kama mtalitii,
Kwa sababu nimeona watu wengi unakuta anaweza hata tunza fedha yake akakataa kumtolea Mungu sadaka aina ya zaka, aina ya zabihu, lakini kile kitu atakachokinunua anasema kimeibiwa. Kwa nini kimeibiwa? Shetani ana kawaida ya kutuma madumadu na palale waharibu. Lakini unapomtolea Mungu sadaka aina ya dhabihu, Mungu ana jinsi ya kutunza kile kitu ambacho umekipata katikati ya ile sadaka. Kwa nini? Madhabahu haina jinsi ya kumtapika mtu anayetoa sadaka aina ya dhabihu. Madhabahu haina jinsi ya kumkataa mtu ambaye anamtolea Mungu sadaka aina ya dhabihu. Kwa nini? Ile sadaka huwa inakuwa na kawaida ya matokeo. Kwa hiyo watakukataa kibinadamu, lakini Mungu atainua mtumishi wake akutetee. Kwa sababu nini kitasababisha ainue mtumishi wake akutetee? Muulize Ezekiel. Ezekiel amefika hatua ile ya mwisho. Ameugua ugonjwa ambao Biblia inatuambia alitumwa nabii Isaya akamwambie kwamba Bwana amenituma kwako ya kuwa ugonjwa huu hautapona. Lakini uliyookoka una neema ya kukata rufaa kwa Bwana. Tunamwona Ezekiel anageuka nyuma. Anamkumbusha Mungu yale matukio aliyokuwa akiyafanya kwa maelekezo ya Mungu. Ndipo Mungu anamkumbuka. Anamuongeza miaka 15. Anamtuma tena nabii wake Isaya, rudi pa. Nimegundua huyu ni mtumishi wangu. Kwa hiyo mimi nakufundisha mama. Uwe ni mama, uwe ni baba. Mama unaipita kwenye ndoa, unaiona ndoa yako ni chungu, unaona ndoa imekuwa ni kama mwiba kwako, jifunze kuitoa sadaka aina ya dhabihu. Mungu ataifanya ndoa yako kuwa paradiso ndogo. Kwa nini nakufundisha kitu hiki? Sadaka aina ya dhabihu huwa ina kawaida ya kwenda kuinua malaika wa kimbingu waje wakutetee. Kama ni hivyo baba yetu Ibrahim, ukimwangalia kuna kipindi njaa ilikuwa kali Kanaani, akakimbilia Misri. Lakini kule alimwambia mke wake aseme kwamba yeye sio mume wake, ni ndugu yake. Angalia sadaka ile ambayo alijaribiwa na Mungu ilivyomtetea. Usicheze na sadaka aina ya dhabihu. Ile sadaka ilikuwa haina jinsi ya kunyamaza kimya. Farao wakati anataka kumtumia yule mke wa Ibrahim, tunaona jinsi Biblia inatuambia malaika alimkemea. Akamwambia utamtendeje ubaya mke wa Masihi. Ndipo Farao anamrudia Ibrahim, kwa nini umetuficha jambo zito kama hili? Na uko furahi, unapendeza, ule utukufu unakufunika. Lakini ukiwa nje ya Kristo, jifunze kumtolea Mungu sadaka aina ya dhabihu, itakusaidia kesho. Kwa nini? Italinda uzao wako mpaka kizazi cha 4. Hata tukisoma habari za Kaini na Habili, tunaona jinsi ile sadaka aina ya dhabihu alitoa Habili na Kaini pia. Lakini sadaka iliyopata kibali ilirudisha majibu. Tazama baraka za Mungu zilivyo. Yale majibu yalivyokuja kwa Habili, Kaini akainua wivu. Ndivyo ilivyo na makanisa. Ukiwa ni mtoaji, wanasema unajisikia, unajifanya bora, unajipendekeza kwa wachungaji ili upewe cheo. Pendwa, kazi ya Mungu ni vita. Wewe mtolee Mungu. Usiogope mwanadamu anasema nini. Una uwezo wa watoto wangu ni wazima, wanaenda shule, wanarudi wazima, hawajapata ajali. Nimpe nini Bwana? Kitu cha kwanza ni kumshukuru. Na ndio maana kuna sehemu anasema atoai sadaka ya kunishukuru ndiye anayenitukuza. Hizo dhabihu utakapoitoa ile sadaka ya dhabihu, Mungu atatunza, ataongeza kitu kingine ambacho ulikuwa hauna. Ataachilia utisho kwa watoto wako. Ataongeza vitu ambavyo vya thamani. Kwa nini? Anajua wewe unampenda. Maana amesema moyo uliovunjika ndio unaompenda. Moyo uliopondeka ndio unaompenda. Ndio unaolisikia sauti yake. Ndio maana kwa Yeremia kuna sehemu anamwambia kijana, nalikusemesha toka enzi za ujana wako, ukasema sitaki kusikia. Na hiyo ndio kawaida yako na desturi yako ya kutokutii sauti yangu. Kwa hiyo ukiwa hauna sikio la ndani, uwezi ukaitoa hii sadaka. Kwa sababu shetani anaijua sadaka hii matunda yake. Na kama anaijua sadaka hii matunda yake, hawezi kukuruhusu uitoe kirahisi. Vigezo na masharti Biblia inatuambia, natembea katika njia ya haki.
katikati ya mapito ya hukumu niwarisishe mali wale wanipendao, ukiwepo wewe unayetoa sadaka ya kunishukuru. Na kuna sehemu Zaburi 50 mstari wa 5 anasema nikusanyieni watakatifu wangu. Tukitoka hapa tutaenda tusome nalo. Kwa hiyo Biblia inasema nawapenda wale wanipendao. Kumbe Mungu anajua wanaompenda. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kumbe ukimtafuta Mungu kwa bidii, kumtafuta Mungu kwa bidii ni pamoja na kumtolea Mungu sadaka aina ya dhabihu. Wewe mwimbaji unayetaka kuwa mwimbaji wa kimataifa, jifunze kuandaa sadaka aina ya dhabihu. Itatunza hiyo karama. Itatunza hicho kibali ambacho Mungu amekupa. Itatunza kitu gani mpendwa? Itatunza lile wingu la malaika wanaotunza karama za Mungu. Kipawa chako kitakuwa fresh kila itwapo leo. Kwa nini kitakuwa fresh? Ni kwa sababu ya sadaka aina ya dhabihu. Mungu ana kawaida ya kurudisha mafuriko ya Roho Mtakatifu kwa mtu yule anayemtii sauti kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka aina ya dhabihu. Nimekuonyesha sifa ambazo baba yetu Ibrahim aliweza kuzipokea wakati amemtolea Mungu sadaka aina ya dhabihu. Tunaona Mungu alimtuma malaika. Malaika akamuita kwa mara ya pili. Mara ya kwanza alimuita kwa sauti ya kumjaribu. Mara ya pili akamuita kwa kumpa yale matunda, tunu ile ambayo ilimsababishia utii wake. Biblia inasema kwa kuwa umetii sauti yangu, zile baraka ameziweka pale juu. Mungu mwenyewe anaapa nafsi yake. Kwa kuwa umenipenda, kwa kuwa hukunizuilia mwanao wa pekee, kubariki nitakubariki. Hakika anasema hakika kukubariki nitakubariki. Nitauzidisha uzao wako. Mataifa watajibarikia kwako. Hizo ni sifa anazopewa mteule wa Mungu anayetembea na agano la Mungu la kumtolea Mungu sadaka aina ya dhabihu. Tunaona hapa anasema utajiri na heshima ziko kwangu. Maana wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Umemtolea Mungu dhabihu, anakupa heshima. Anakupa utajiri. Kumbe utajiri unatoka kwa Bwana. Lakini ili upate ule utajiri aliyomtamkia baba yetu Ibrahim, sisi tunaupokea kupitia mwanawe Yesu Kristo. Tunaupokeaje? Ni kulitii neno lake. Ni kuwa wavumilivu. Ni kuvunjika mioyo yetu. Kuifanya dhabihu kwa ajili ya Kristo. Ile mioyo ukiiweka kuwa dhabihu takatifu kwa ajili ya Kristo, kuna jinsi Mungu atajifunua kwako mara kwa mara. Maana amesema nawapenda wale wanitafutao kwa bidii. Naam, utajiri udumuo na haki pia. Kumbe tunaona utajiri wa kidunia hauna sifa ya kudumu. Lakini wewe uliyezoea kumtolea Mungu sadaka aina ya dhabihu, Mungu atakupa kitu hiki. Naam, utajiri udumuo na haki pia. Kwa nini atakupa utajiri udumuo na haki pia? Huu utajiri udumuo apewi kila mtu. Atakupa kwa sababu moyo wako umevunjika na umeitii sauti yake. Na pia anasema matunda yangu upita dhahabu. Naam, dhahabu safi. Kwa nini anasema matunda yangu? Tunaona kwa baba yetu Ibrahim aliambiwa atamiliki mpaka uzao, marango ya maadui zao. Kwamba Mungu atakupa generation, kizazi mpaka kizazi. Baraka ya Mungu mpendo ukipewa, si rahisi kupewa. Lakini utakapopata kibali, Mungu akafungua mbingu. Kama alivyosema katika Malaki 3, nitawamwagieni baraka hata isitoshe. Aura. Yale madirisha ya mbinguni yanapofunguliwa kwa ajili ya mteule wake ambaye amepita kwenye moto miaka mingi, amekuwa akimtolea Mungu mpaka anasema sasa hivi kweli Mungu ananisikia. Ninakwambia milango ya mbinguni, yale madirisha yanapofunguka, mpendwa, usipokaa sawa utaitwa Freemason. Kwa nini? Ni wakati wako. Mungu anakujibu kwa sababu ya zile sadaka ambazo ulijinyima, ukaona heri nimpe Mungu aniwekee kwanza akiba, halafu baadaye matunda yarudi. Anakuambia utapewa matunda yaliyo safi. Matunda yangu upita dhahabu, na dhahabu
safi. Matunda ya Mungu mpendwa ni zile karama, ni zile baraka, afya ulio nayo, hata ile amani tu. Unakuta wewe magonjwa unasikia tu kuna kipindupindu, lakini wewe na familia yako mko wazima. Wale malaika ufanya kituo mahali ambapo Mungu anasema wamchao Bwana. Unapoipeleka kila mtu anaongea kwake. Au unaweza kuipeleka nyumbani. Ninakwambia kilo 25 ni sijui shingapi, labda 80 au 70. Kwa miezi 3 uliokaa umeitoa. Siku ikianza kujibu matunda hiyo sadaka, watakwambia kuna kitu alifanya. Huyu si bure. Sio kanisani tu, tayari ameshajiunga na vile vikundi vya Freemason. Kwa nini? Kuna baraka zitachipuka ambazo hazikuwa sehemu yako. Mungu atakuinulia. Utapata vitu vya double favor. Double favor ni kwamba utapata upendeleo. Kuna sehemu utapata vitu ambavyo hukuwa na uwezo navyo. Kwa sababu Mungu anapokuja kuijibu hii sadaka aina ya dhabihu ya kukupa kitu cha kushikika. Kwa sababu ni sadaka yenye majibu. Ni sadaka inayoleta matunda. Hivi Mungu akawa jaji wa mambo yako, akawa hakimu wa mambo yako, nani atakuonea? Mpendwa, hayupo anayeweza kukuonea. Hayupo. Na ndio maana nikusanyieni wacha Mungu waliofanya agano nami. Mtu wa Mungu, jifunze kutoa sadaka aina ya dhabihu. Ukizoea kumtolea Mungu sadaka aina ya dhabihu, kuna jinsi Mungu atajifunua kwako. Atajifunuaje? Mwangalie Ibrahim. Wakati amemaliza lile tendo kuabudu kule mlimani, anashuka. Biblia inasema aliitwa mara ya pili na malaika. Malaika akamwambia, Ibrahim, Ibrahim. Alipomuita akampa maelekezo. Akamwambia Mungu yale aliyombariki. Ndipo Mungu anamwambia, hakika nitakubariki. Hakika nitakubariki. Ndipo anasema hadi uzao wake utamiliki malango ya maadui. Hata mstari wa 14 bado tunaona Mungu anaelezea habari za dhabihu. Mtoleeni Mungu dhabihu za kushukuru. Mtimizieni aliye juu nadhiri zako. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Angalia Mungu anachokwambia. Mtoleeni Mungu. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Mtimizie aliye juu nadhiri zako. Angalia mstari wa 15. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Kwa nini utamtukuza? Utakumbuka ile sadaka ambayo ulitoa. Utajua huyu ni Mungu amenikumbuka. Kwa hiyo kumbe sadaka unayoitoa haitapotea bure, mtu wa Mungu. Biblia inatuambia ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Kijana uliye kwenye mahusiano, jifunze kumtolea mchumba wako sadaka aina ya dhabihu. Unaona kila mchumba unayetafuta haeleweki, toa sadaka ya dhabihu. Kama ni sahihi, atapata roho ya utulivu na wewe. Lakini kama sio sahihi, ninakwambia ataondoka tu. Maana sadaka ya dhabihu ina kawaida ya kuja kupruni visivyotokana na Kristo. Anakuachilia vile vitu vinavyotokana na Kristo ili upate kumtukuza. Ndio maana Biblia inasema mtimizieni aliye juu nadhiri zenu. Ukaniite siku za mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Kumbe Mungu anatuokoa, mara nyingi anakumbuka sadaka zetu. Kwa leo nimetamani kufundisha somo hili la dhabihu. Mpendwa unayenitazama ndani ya mkoa wa Mwanza, nje ya mkoa wa Mwanza, ndani ya nchi na nje za nchi, iwe ni mabara ya Asia, iwe sehemu yoyote utakayopata kibali kusikiliza clip hii, leo nimetamani sana kukutambulisha sadaka aina ya dhabihu. Ukijifunza kumtolea Mungu sadaka aina ya dhabihu, amesema atakufanya kwa rafiki yake. Na hapa anasema ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Kumbe ili utukuzwe na Mungu, kuna jinsi sadaka inamkumbusha Mungu. Nilishafundisha hapo nyuma
sadaka. Jifunze kumtolea Mungu sadaka ambayo itamkumbusha siku ya mateso yako. Lakini leo naona hapa Mungu ameielezea vizuri. Anasema mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Mtimizie aliye juu nadhiri zako. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza.